Ziara yetu ilikuwa na lengo la kutembelea miradi ya ujenzi wa barabara ambazo ni barabara zinazopeleka zinaitwa access roads kwenda kwenye viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027. Kwa Dar es Salaam tuna barabara kule Kigamboni ambayo tumeipitia asubuhi, lakini pia tuna barabara zinazozunguka uwanja wa Taifa wenyewe ambapo michezo kule itachezwa. Kule Kigamboni ni kwa sababu ya maeneo ambayo timu zitachukulia mazoezi. Lakini pia tuna barabara zinazojengwa kuzunguka uwanja wa Leaders Club ambayo na wenyewe ule uwanja utatumika kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa timu ambazo zitakuwepo. Lakini pia tumekuja hapa ambapo ndio kituo chetu cha mwisho kwenye barabara hii ambayo inapeleka kwenda kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo, ambapo napo kuna uwanja wenyewe lakini kuna viwanja vya pembeni ambavyo vitatumika kwa ajili ya mazoezi. Niseme kazi hizi hadi tarehe 30 mwezi wa 7 zilikuwa 0%. Lakini nina faraja na furaha kuwaeleza kwamba kazi hizi zilianza zote kwa wakati mmoja tarehe 3 mwezi wa 8. Lakini leo hii tunavyozungumza, kwa mfano zile za kule Kigamboni, wale wamefikisha 75% ya kazi inayotakiwa kufanyika kule. Ukienda pale uwanja wa Taifa, wao wana asilimia kati ya 15 na 20. Ukija uwanja wa Leaders, wenyewe wana asilimia 68 mpaka 70 hivi kutokana na maelezo ya wahandisi hawa. Na hapa tumekuja kuna asilimia 20. Kwa hiyo ukitafuta average tuko kwenye karibia asilimia 50 hivi. Mpaka kufika tarehe 1 mwezi huu wa 8 tunapaswa tu tumefika wastani wa asilimia 75 ya utekelezaji wetu. Sasa tulikuwa na mikakati mbalimbali ya kufikia malengo hayo. Mikakati mojawapo ilikuwa ni pamoja na kufanya kazi masaa 24 usiku na mchana. Kwa tarehe 2 mwezi wa 8 tulikaa kikao na wakandarasi wote tukapeana schedule, na ambazo hizo schedule tunafanya kazi kwa masaa 24. Kuna pengine kuna timu 2, kuna sehemu nyingine kuna timu 3 kulingana na ukubwa wa hizo kazi ambazo tunazozifanya. Sasa kwa nini tufanye hivyo? Ili tuweze kufikia kiwango cha 75% mpaka 80% ifikapo tarehe 1 mwezi Septemba. Lakini pia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunawahi mvua za El Nino ambazo zimetamkwa kwamba itakapofika mwezi wa 10 kutakuwa kuna mvua za El Nino. Kwa hiyo kazi nyingi pia tumezipanga inapofika tarehe 30 mwezi wa 9 tuwe tumeshatoka kabisa kwenye eneo hili la matabaka ya udongo, kiasi kwamba mvua zitakapoanza kunyesha basi zibakie zile kazi za kuweka taa, za kuweka walkway, za kupanda majani ambazo mvua zinaponyesha haziathiriwi na mvua. Lakini mifereji yote nayo tutaweza kuwa tumeikamilisha inapofika tarehe 30 mwezi wa 9. Lakini sasa hivi mpaka tarehe 1 tutakuwa tumeshamaliza kazi zote za udongo mpaka C1, na mahala pengine tutaanza kuweka lami na kuweka zege kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoagiza. Kwa mfano maboresho yanayofanyika ni yanayoendana na kuongeza hadhi pia ya viwanja vyetu pamoja na ile sura, kwa sababu watakuja wageni wa kimataifa. Barabara ile ya uwanja wa Taifa ndio sura yetu. Wageni wakija wengi watatoka hotelini kuja pale barabarani. Sasa tumefanya kitu kinaitwa corridor development, na kwa maana kuwa na smart city au green infrastructure. Kwa hiyo pamoja na kujenga barabara tutaweka greening, lakini pia na tutaweka smart street light ambazo kutakuwa kuna kamera, lakini pia kutakuwa kuna screen ambazo kwa zina matangazo. Kwa watu wanapotembea kuendea wanapokwenda kwenye mechi, kutazama mechi, watapata matangazo yale kupitia kwenye zile nguzo za taa ambazo ni smart, lakini zitakuwa zina kamera kuweza kuangalia watu wote wanaotembea kwenye zile njia, usalama wao, na za rekodi hayo matukio. Kwa hiyo watu watakuwa salama kwenye hizo njia zote.